Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia katika mitandao ya kijamii ya viongozi wake wakuu na baadhi ya wanachama wake wameeleza na kulaani tukio la kuchukuliwa kimabavu kwa Bwana David Jumbe ambaye ni msaidizi binafsi wa mwenyekiti wa chama hicho Bwana Tundu Antipas Lissu usiku wa kuamkia leo Alhamisi Mei 21 mwaka 2026 huko Bunju, Dar es Salaam wakati akirudi nyumbani kwake. Kupitia ukurasa wa X wa makamu mwenyekiti wa Chadema Bwana John Heche alfajili ya leo amechapisha ujumbe akisema kuwa Jumbe amechukuliwa kwa namna ya utekaji, akipaza sauti ya kuachiwa kwake ama kufikishwa mahakamani ikiwa ana makosa ya kisheria, akisema tukio hilo linajaribu kuwajaza hofu wa Tanzania, swala ambalo halikubaliki kote duniani. Aidha, mwanachama mwingine wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bwana Godbless Lema naye ameonyesha kushangazwa na taarifa za kuchukuliwa kimabavu kwa Bwana Jumbe, akisisitiza kuwa msaidizi huyo wa Lissu hastahili hofu, mateso wala maumivu yoyote. Jumbe anadaiwa kuchukuliwa nyumbani kwake Mabwepande Bunju jijini Dar es Salaam usiku wa Mei 21 mwaka 2026 majira ya saa 7 usiku wakati akirudi nyumbani, ikidaiwa kuwa aliingizwa kwenye gari aina ya Land Cruiser na kisha kuondoka naye kusikojulikana. Usiku wa kuamkia leo Alhamisi Mei 21 mwaka 2026, taarifa za kutisha zimetoka Bunju, Dar es Salaam ambapo Bwana David Jumbe, msaidizi binafsi wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, amechukuliwa kimabavu na watu wasiojulikana wakati akirudi nyumbani kwake. Tukio hilo limezua hisia kali za hasira na wasiwasi miongoni mwa viongozi na wanachama wa Chadema, huku makamu mwenyekiti John Heche pamoja na Godbless Lema wakilaani vikali na kudai kuachiwa kwake mara moja au kufikishwa mahakamani ikiwa ana makosa. Hili ni tukio jingine la utekaji linaloongezeka katika mfululizo wa matukio yanayohusishwa na mvutano wa kisiasa. Na kulingana na taarifa zilizotolewa na viongozi wa Chadema, David Jumbe alichukuliwa usiku Mei 21 mwaka 2026 majira ya saa 7 usiku eneo la Mabwepande Bunju, Dar es Salaam. Alikuwa anarudi nyumbani kwake alipozuiwa na watu wasiojulikana na kuingizwa kwa nguvu kwenye gari aina ya Land Cruiser. Makamu mwenyekiti John Heche kupitia ukurasa wake wa X amelaani tukio hilo na kuliita utekaji na kudai kuachiwa huru kwa Jumbe mara moja au kufikishwa mahakamani. Godbless Lema naye ameonyesha kushangazwa na tukio hilo na kusema msaidizi huyo hastahili hofu wala mateso. Tukio hili linakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa unaoendelea nchini, hasa kuhusu kesi ya Tundu Lissu na operesheni za Chadema. Tukiingia kwenye muktadha wa utekaji, tukio hili linajumuisha mbinu za kawaida za utekaji, gari la kisasa wakati wa usiku na eneo la makazi. Hii inafanana na visa vingine vilivyotajwa hapa awali kama kesi ya Humphrey Polepole na Mdude Nyagali ambapo watu walichukuliwa na kutoonekana kwa muda mrefu. Tangu Oktoba mwaka 2025, ripoti za asasi za haki za binadamu na mitandao zimeandika visa vingi vya utekaji na kutoweka kwa watu wanaohusishwa na siasa za upinzani. Human Rights Watch na baadhi ya ripoti za ndani zimeonyesha kuongezeka kwa visa vya forced disappearance na upelelezi dhidi ya viongozi wa upinzani. John Heche na viongozi wengine wa Chadema wamekuwa wakiripoti visa vya ufuatiliaji na vitisho mara kwa mara katika wiki za hivi karibuni. Na kija kuzungumzia mwitikio wa Chadema, kauli za Heche pamoja na Lema zinaonyesha kuwa chama kinaona tukio hili kama sehemu ya mkakati wa kukandamiza upinzani na kuwatisha wafuasi wa Lissu. Hii inaongeza shinikizo la kisiasa na inaweza kuwa na athari kubwa katika operesheni za chama za Free Tundu Lissu. Na ukizungumzia athari za kijamii na kisiasa, tukio hili linazidisha hofu miongoni mwa viongozi na wanachama wa upinzani na linaweza kuathiri imani ya umma katika vyombo vya usalama na utawala wa sheria. Je, tukio hili lina maana gani kwa taifa? Kwa upande wa upinzani, inaimarisha madai ya kukandamizwa na inaweza kuongeza uungwaji mkono wa umma, na kwa upande wa serikali inatoa taswira mbaya ya kutumia mamlaka ya kiutawala au vyombo vya dola kuwanyamazisha wapinzani. Kwa upande wa demokrasia, inazua swali kubwa kuhusu uhuru wa kisiasa na usalama wa viongozi wa upinzani, na kwa umma inazidisha hofu na wasiwasi wa kutokuwepo kwa ulinzi na wa kisheria. Tukio la kuchukuliwa kwa David Jumbe ni la kutisha na linapaswa kuchunguzwa mara moja na kwa uwazi. Ikiwa na makosa ya kisheria afikishwe mahakamani haraka, na ikiwa hakuna aachiliwe huru bila masharti. Utekaji wa watu usiku bila maelezo ni kitendo kinachokiuka haki za binadamu na kinachohitaji kulaaniwa vikali.
Mfumo wa utekaji na vitisho unaongezeka na unaathiri sana demokrasia. Wakati viongozi na wasaidizi wa upinzani wanaogopa maisha yao, uhuru wa kisiasa unakuwa wa kufikirika tu. Serikali inapaswa kutoa maelezo ya haraka na kuhakikisha usalama wa raia wote bila upendeleo. Jeshi la polisi na mamlaka husika litoe taarifa rasmi mara moja kuhusu hali ya Jumbe. Uchunguzi huru na wa kina ufanyike na matokeo yawe hadharani. Serikali na upinzani ziingie katika mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano na kurekebisha mfumo inaozua migogoro. Na vyombo vya dola viheshimu haki za binadamu na visiwe chombo cha kisiasa. Na hakuna taifa linaloweza kustawi linapokuwa na hofu ya kuchukuliwa usiku au kutoweka bila maelezo. Usalama wa kila raia ni jukumu la serikali na lazima utekelezwe bila upendeleo. David Jumbe, msaidizi wa Tundu Lissu, amechukuliwa kimabavu usiku wa Mei 21 mwaka 2026. Viongozi wa Chadema wamelaani tukio hilo na kudai kuachiwa kwake mara moja. Hili ni tukio jingine linaloongeza mvutano wa kisiasa na kutilia shaka usalama wa viongozi na upinzani. Tanzania inastahili usalama, haki na heshima kwa kila raia. Tuungane kudai uwajibikaji na amani. Je, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, nini maoni yako kuhusiana na kutoweka kwa huyu David Jumbe ambaye anasemekana kuwa ametekwa na watu wasiojulikana? Wewe una maoni gani kuhusiana na visa hivi vinavyoendelea nchini hivi sasa?